Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu, tunawasalimia. Salamu zetu ziwafikie wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na tunawatakia tena asubuhi njema ya leo jeudi le 27 Novembre 2025, tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za asubuhi ya leo. Ni taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa za mapigano makali kati ya vikosi vya Wazalendo na FARDC wanaopigana na wasi wa AFC M23. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Mwenga, ambapo mapigano makali yanaendelea kati ya pande mbili. Waasi wa AFC M23 wanaendelea na mashambulizi yao ili kusonga mbele. Tutawaambia kinachoendelea huko kwa sasa. FARDC nayo inapigana ili kuwarudisha nyuma, ikitumikisha hata ndege za kivita Sukhoi. Hapo tumewaletea mbichi za mapigano hayo, na tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kama kawaida ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika na za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe, kulike na kukomante, kupartage habari hizi kwa walio wengi ziwafikie, na kuendelea kujiunga nasi na sheni yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na sheni yetu ni kugusa kwenye titre, utapata link yetu, au tuandikie kwenye namba hiyo, utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za asubuhi ya leo tutazianzia kwenye uwanja wa vita maeneo ya Sud Kivu mu territoire ya Mwenga. Siku ya jana mapigano makali yaliwakutanisha waasi wa AFC M23 na vikosi vya Wazalendo, jeshi la Burundi FDNB pamoja na FARDC ndani ya maeneo ya Kasika Kidasa, hapo ni mu territoire ya Mwenga. Mapigano hayo makali yalikuwa yakiendeshwa na waasi wa AFC M23 waliokuwa wakitokea Kilungutwe kwenye route nationale inayotoka maeneo ya Mwenga Centre ikipanda huko maeneo ya Tubimbi vers Walungu. Mapigano hayo makali yalianza jana asubuhi. Walipigana vikali tangu siku ya jana asubuhi. Waasi wa AFC M23 ambao walikuwa muatake walifanikiwa kuyakamata maeneo haya mawili saa za après-midi 14h à 15h, ndipo wasi wa AFC M23 walifanikiwa kuwatimua Wazalendo na FDNB na FARDC ndani ya maeneo hayo ya Kasika. Muda huo wakati AFC M23 ilikuwa imewazidi nguvu Wazalendo na FARDC hapo Kasika, ndege za kijeshi za FARDC Sukhoi 25 ziliingia pale kuwashambulia wasi hao ili kuwarudisha nyuma. Ndege hizo zilishambulia wasi hao wa AFC M23 ndani ya maeneo hayo sana, zikashambulia, ila zilikuwa zimechelewa paske maeneo hayo deja yalikuwa yamekaliwa na AFC M23 mkila kona. Hakukuwa tena presence ya FARDC au Wazalendo au FDNB wenye wangelipigana na AFC M23 wakati ndege ziko na washambulia hapo juu. Hapana, walikuwa wamekamata hapo na Wazalendo FDNB na FARDC walisha ondoka pale, waisha elekea mu maeneo ya Mwenga Centre, wengine Kalambi quelques kilometres na Mwenga Centre. Pale ndege zilishambulia kwa muda wa 30 minutes hivi, maeneo hayo toujours yako mu mikono ya hao waasi wa AFC M23, hawakusaidia hata kidogo paske ndege ziko na washambulia. Ngelikuwa ndege zilifika hapo mbele ya wakati kusaidia vikosi vya chini, hapo wenda ingeliwezekana kuwarepuse, zilifika na tayari waisha kamata maeneo hayo, na Wazalendo FARDC na FDNB walisha ondoka hapo, walishafukuzwa mu eneo hizo. Ndege za kivita zinasaidiaka na wengine kufro.
ndege kuingia tu inabombarde wakati hakuna offensive hapo chini, kukwake changement, watabombarde, watakao kufa watakufa mo wale waasi. Me mnajua ke au waasi wa AFC M23 wanakuwa kana roho ngumu, ile kusema no watakimbia paske ndege iko na washambulia hawakwake nayo. Ndio maana ndege ni kufika kwa wakati inawasaidia wakati wengine wako mu offensive. Muda huu tunapoongea mashambulizi yanayosikika ni maeneo ya mbele, waasi wa AFC M23 hawaachi kuendelea kusonga mbele, ni maeneo ya mbele axe, maeneo ya Kalambi. Ukitoka pale Kasika kwenye njia zinazoelekea Kalambi, maeneo yanayoelekea Mwenga Centre, hapo ndio kwenye mashambulizi yako nasikika. Maeneo hayo mawili Kasika na Kidasa yako mikono ya AFC M23. AFC M23 inaendelea kusonga mbele sana kabisa, tena sana zaidi, hata kama kuna kusainiwa kwa makubaliano ya amani na mkataba wa mfumo. Kuna kilichogeuka kwenye uwanja wa vita, ni mapigano yanayoendelea, yani ni vita inayoendelea ikiendeshwa na hao waasi wa AFC M23 ili kuendelea kusonga mbele. Na haya haiko surprise kusema AFC M23 iko mu vita wakati walikuwa wameasaini, hapana. Mkumbuke hata yule Mbonimpa, mojawapo wa wakuu wa diplomasia ya AFC M23, alisemaka ya kwamba kwenye linye de front hakuna kitakachogeuka, hakuna changement. Semaka hayo baada ya kusainiwa kwa mkataba wa mfumo, na hakuna kilichogeuka kabisa. Na siku ya jana Lawrence Kanyuka alitangaza kuhusu kukamatwa kwa maeneo haya, akisema ya kwamba wanajua ya kwamba wako na kamata miji na maeneo tofauti na wako na kuwa atake, na hivyo basi ni kujidefendre ili kuendelea kuprotege population ya maeneo wanayokuwa nayo. Wanakamata maeneo mapya ambayo yalikuwa yakimenase maeneo wanayoyamiliki. Lawrence Kanyuka alisema hayo siku ya jana, akisema kwamba wanaendelea kukamata miji na vijiji na wataendelea kuvikamata paske wako na kuwa atake na FARDC na wazalendo, hivyo kudefendre maeneo wanayokuwa nayo ni kukamata pale kwenye pale kusource ya menase ya pale kwenye wanamiliki. Yule ni Lawrence Kanyuka, kinachoonyesha kwamba vita vinaendelea kabisa, kuna kitakachogeuka. Ndani ya mji wa Goma siku ya jana AFC M23 ilifanyisha reunion na wanahabari. Walichokitangaza ni kuhusu réouverture de l'aéroport de Goma, kufunguliwa upya kwa aeroport ya Goma. Walisema ya kwamba aeroport ya Goma kuifungula kabisa haiko kusema ya kwamba ni munjia za kufika kwa usaidizi wa wakaaji sana, haiko usaidizi wa wakaaji sana ambao unahitajika hapo. AFC M23 ilikana hayo, sema ya kwamba kufunguliwa kwa mji kwa aeroport ya Goma iko kufika kwa haraka kabisa kwa usaidizi wa wakaaji, hapana. Walisema kwamba wao hawahitaji usaidizi wa haraka kama vile Kinshasa inasema ama France wakati wa kutangaza hayo. Walisema kwamba wenyewe wanahitaji usaidizi wa haraka wa wakaaji ama wa kibinadamu ni wanaoishi mu maeneo yanayomilikiwa na FARDC na yanayoongozwa na Felix Tshisekedi. Walisema kwamba Kinshasa huko ndio kwenye wanahitaji misaada, Kasai na Equateur maeneo wanayoongoza wahitaji msaada kabisa hata kidogo. Inamaanisha kwamba wapendi wafungule ile aeroport de Goma, hapana kabisa. AFC M23 inaendelea kupinga kabisa kufunguliwa kwa aeroport de Goma, ikionyesha ya kwamba kuna usaidizi ambao wakaaji wanautaka, wale ambao wako maeneo wanayoyaongoza hapo kabisa. Kufunguliwa kwa aeroport ya Goma vitaendeka ama vitafanyika kama Kinshasa inavyotaka, paske AFC M23 ilikatala. Tuendelee na habari zetu.
Gouvernement ya Rwanda iliafirme ya kwamba wakati Kongo itafanikiwa kuneutralize FDLR, wakati itamaliza operasyon kabisa za kuneutralize FDLR, ndipo Rwanda itatosha mesures defensive zake kwenye mpaka yake na Kongo. Hayo yalisema na Olivier Nduhungirehe, huyo ndiye ministre des affaires étrangères wa Rwanda, je pense. Huyo alisema ya kwamba yeye na gouvernement ya Kongo walishaka kubaliana ya kwamba kuko neutralisation ya FDLR upande wa Kongo, upande wa Rwanda kuko kutosha mesures defensive zao kwenye mipaka yake na Kongo. Hivyo basi Rwanda itafanya hayo wakati Kongo itakuwa imemaliza kuneutralize FDLR. Alisema ya kwamba hawawezi wakatosha mesures defensive zao kwenye mpaka yake na Kongo wakati FDLR ingali na tumikia maeneo ya Kongo. Upande wa Kongo nayo inaendelea kufanya makampanye za kuwaita wale wanajeshi wa FDLR kujiunga na MONUSCO na kwenye FARDC wako, ili warudishwe kwao Rwanda ndani ya njia za kuneutralize FDLR ndani ya nchi ya Kongo, na pale ndipo Rwanda itakapo tosha mesures defensive zake kwenye mpaka yake na Kongo, na mengine kabisa yatakuwa yakijadiliwa wakati hayo yatakuwa yameisha. Ndani ya mkataba wa amani walisaini mambo tofauti, na haya ndiyo ambayo yalikuwa yanahitajika kwa haraka, ndiyo maana wako na yafanya. Tuendelee na taarifa zetu. FARDC na jeshi la Uganda UPDF waliatakie kwa ujumla wanajeshi wa ADF ndani ya teritwari ya Mambasa pamoja na Irumu, hapo ni mu province ya Ituri. Operasyon ambayo ilifanyika asubuhi ya leo mapema ilivize malokalite ya Makala, Nduye na Mambasa pamoja na Kabrike, pale ni kufrontiere na teritware ya Beni na Irumu. Mashambulizi makali yalianza kusikika hapo asubuhi ya leo mapema, ambapo vikosi vya FARDC, vikosi vya UPDF, jeshi la Uganda walilanse contre-offensive zidi ya ADF. Wanamgambo wa ADF wako na sakwa kabisa ndani ya maeneo hayo mane ambayo nimewambia. Maeneo hayo malokalite hayo mane kabisa yalikuwa ndani wanajeshi wa UPDF, yalikuwa ndani madefense ya ADF plutôt si UPDF na FARDC pamoja na UPDF. Maoperasyon Shujaa walilanse contre-offensive ili kuneutralize kabisa wale wanamgambo wa ADF wanaofanyia kazi maeneo hayo. Lengo ni kuwafukuza maeneo hayo na kuyarekipere wakaji waendelee na maisha yao ya kawaida. Operasyon hii imefanyika baada ya mauaji makali ya kikatili zidi ya raia yaliyofanywa na ADF ndani ya hizi semene ambazo zimeisha. Mnakumbuka kwamba wakaji wengi waliuawa na ADF kufikia pale ambapo population ilifanya maandamano wakipinga FARDC ya kwamba kabisa ifanye kazi inavyohitajika, yani ile UPDF na FARDC hawawezi kabisa kufanya operasyon na kuneutralize hao wanajeshi wa ADF. Pale ndipo FARDC na UPDF siku ya leo waliamka wakishambulia ngome za hao waasi mu maeneo hayo, na mapigano yanaendelea. ADF wako naishambulia ili kuifukuza mu maeneo hayo. Tutakuja na detail ndani ya taarifa za mchana, tuambie hali ni vipi, na naomba kuendelea kusubscribe kama kawaida. Asante sana.